tunasema asante asubuhi ya leo Bwana, wewe ni Mungu na kuna mwingine. Asante kwa ibada hii Bwana. Baada ya Jumapili asubuhi Bwana, asante kwa sababu wewe ni Mungu, umetulinda, umekuwa pamoja nasi wakati wote. Umekuwa Mungu wa karibu Bwana. Umekuwa msaada, umekuwa kimbilio. Kama si wewe Bwana, hatungejua mahali tungekuwa. Daudi anasema maadui wangetumeza tukiwa hai, lakini Bwana umekuwa kimbilio letu. Umekuwa mahali ya kujificha, tunakushukuru sana. Asante kwa wapendwa nyumbani tunapoanza ibada hii, wabariki. Neno lako likalete uzima, likalete uponyaji, likalete mwamko mpya, likalete nguvu ya kiroho ili tukapate kuendelea na safari hii tunapokutazamia Bwana. Tunakushukuru. Uanze nasi na umalize na sisi. Kwa jina la Yesu tunaomba. Watu waseme amen. Basi nashukuru Mungu sana asubuhi ya leo. Nakaribisha msikilizaji wetu nyumbani. Nashukuru kwa kuungana nanyi tena katika ibada hii asubuhi hapa kanisani. Tunashukuru kwa sababu Mungu ni mwema na anatupenda. So jiandae, ita watu wako, kama kuna wale wako nyumbani pale, chukue Bible tuandamane ili Mungu atubariki. Karibuni sana. Nataka tusome neno la Bwana asubuhi ya leo bila kupoteza muda. Tusome katika Warumi mlango wa kwanza. Leo nitazungumza juu ya neno letu leo ni mwenye haki ataishi kwa imani. The just shall live by faith. Hiyo ndio neno ambayo tunataka tuangalie asubuhi ya leo ili Bwana aendelee kutusaidia. Maandiko yanasema mtu aishi kwa sababu ya mkate peke yake. Yeye Matthew mlango wa 4. Lakini kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Bwana. Na leo hii tunaposhiriki neno chakula ya kiroho. Hiyo chakula, maana kama vile mwili unahitaji chakula kila siku ili ipate nguvu, hivyo ndivyo ambavyo mtu wa ndani zaidi. Maandiko yanasema japo kuwa mtu wa nje anachakaa, lakini mtu wa ndani anafanya upya siku baada ya siku. Unatiwa nguvu, maana hii ni hekalu. Hii ndio inabeba ule mtu wa maana sana, ni ule mtu wa ndani. Lazima alishwe, lazima akunywe na lazima akule neno. Analishwa na maombi, analishwa na neno, fellowship, na anapanuka. Na unaweza kuendelea katika safari ya imani na kupigana imani ama vita nzuri ya imani. Maandiko yanasema Warumi mlango wa kwanza mstari wa 16 na wa 17. Paulo anasema aje? Kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. 17. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa maana haki ya Mungu imedhihirishwa ndani yake toka imani hadi imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Sema amen. Amen. Wapendwa, wakati tulioishi ambayo tunaoishi sasa ni wakati mgumu. Na kitu muhimu lazima tuelewe kwamba mambo yote yanatingizwa, yametingizwa na yataendelea kutingizwa. Misingi yote inatingizwa. Vitu ambayo mtu anashikilia zimetingizwa zote. Ile kitu ulikuwa unajua, maisha yetu yamebadilika. Imekuwa challenge. Tunaishi maisha ambayo hatujazoea, ambaye kwa historia ni miaka mingi sana imeonekana kama kitu kama hiyo. So ni wakati ambaye mwenye haki. Unajua tunaposema mwenye haki, Mungu ako specific. Yaani Mungu kuna watu fulani ambaye Mungu anaongelesha. Mungu saa zingine anaweza kwanza kuongeleza dunia mzima, lakini watu wake anaongelesha. Na wale ambao wameokoka na wamezaliwa tena,
na wako na haki, sio kwa sababu ya haki yetu. Maandiko yanasema hatuna haki ndio mtu asijivune, lakini tumeokolewa kwa neema kupitia imani kwa kuamini Kristo Yesu. Sasa tunapoamini Bwana Yesu tunachukua haki yake, haki ya Mungu. Yesu anatuchukua hiyo haki kwa sababu ya vile tumechukua hatua na tukaamini kazi ya msalaba. Na kwa sababu hiyo basi tunakuwa wenye haki kwa sababu ya haki ya Kristo. Sasa sio kwa sababu ya sisi vile tumetenda, hatuokolewe kwa mambo mazuri. Ndio sababu unaona unaweza kuwa kuna mtu mzuri, hakuna kitu mbaya unaona anafanya, lakini kwa sababu amekataa kuokoka na kuamini Yesu, huyo mtu sio mwenye haki. Lakini kuna mtu mbaya ambaye anatembea kama Saul, alikuwa mtu mbaya anaua, lakini alipoamini na alipokuja kuamini ile kazi ya msalaba, akabadilishwa, badala haribu ile imani, akaitetea ile imani. Hiyo sasa ni akawa mwenye haki kwa sababu ya kukubali kazi ya msalaba. Na ndio sababu anasema hawa sasa wenye haki wataishi kwa imani. Hiyo ndio anasema kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Wakati wapendwa, nyakati tunayoishi na nyakati ambayo iko mbele yetu ni nyakati ambayo lazima tujiandae, ni nyakati ya kuishi kwa imani. Kuishi kwa imani ni kusema nini? Ni kumaanisha kwamba vitu vyote ambayo ulikuwa nayo, ambayo ulikuwa unategemea, yote imeondolewa. Itakuwa shaken. Kazi zetu zimetingizwa. Makanisa imetingizwa. Unaona sasa? Biashara zimetingizwa. Kimataifa, businesses, international, biashara ya watu kutembea dunia mzima imesimama. Sekta ya biashara imekuwa, hata kama ni matatu, hata kama ni everything, chochote ambayo imetingizwa. Na kwa sababu hiyo, hakuna kitu kingine ambayo imebaki isipokuwa imani yako na Mungu. Na hiyo ndio sababu leo tunataka tukuambie kwamba mwenye haki, neno la Bwana linasema kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. He will live by faith. In other words, hawezi kufa kwa sababu kazi imefungwa. Hawezi kufa kwa sababu mambo yako yale ya kawaida imeharibika. Uko na imani, unaishi. So imani inakuweka, imani inakulisha, imani ya Mungu inakuletea chakula. You live by that faith. Kwa sababu imani yako haiko kwa vitu. Imeondoka kwa vitu. Imeondoka kwa pesa. Imeondoka kwa kazi. Kazi inaweza kuwa umefutwa kazi, lakini kwa sababu kuna imani kwa Mungu, bado utakula na bado utavaa. Elijah wakati ambayo kulikuwa na kiangazi, alikuwa anaishi kwa imani. Lazima tujiandae kwa sababu hauwezi elewa, hauwezi jua where yale mambo ambayo inaendelea itaisha lini, itafika wapi. You must exercise your faith. Sema amen. Amen. Wale walikuwa naishi na kazi, sasa hiyo kazi hakuna. Utaishi na nini? Sema amen. Lazima ujue kwamba mwenye haki, you live by faith. You dress by faith. You eat by faith. You move by faith. You believe God. Unaweka imani kwa Mungu, naye Mungu anakutengenezea njia. Hiyo ndio kitu ambayo neno linasema limeandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. The just shall live by faith. Maana hakuna chochote kingine ambayo unashikilia, hakuna vitu vyote ambavyo unashikilia inaondolewa yote. So that imani yetu iwe kwa Mungu peke yake. Everything has been shaken. Lakini sasa wale ambao wasio wenye haki ndio sababu watalia, watu watasononeka na watafanya vituko sana kwa sababu hawana imani. Wengine wataiba ndio wapate kukula. Wataenda kuiba kwa wale ambao wako nayo na kufanya maajabu na maajabu. Wengine wataua ndio wajaribu kusurvive. Lakini mwenye haki ataishi kwa imani. Elijah alikuwa amepelekwa katika ile kizima akunywe maji pale. Mungu alimpeleka. Na alikuwa na kiangazi kali sana. Watu walikufa 3.5 years. Watu walikufa katika Israeli. Watu walikuwa nakula watoto. Lakini mwenye haki Elijah, Mungu akamtenga na akamuelekeza na akamuonyesha mahali atakuwa anakaa na anakunywa, na kunguru na wanamletea mkate na nyama. Lakini Elia ile nyingine watu walikuwa wanakufa. Watu wanabadilishana, mama anasema tuchinje huyu mtoto wako leo, alafu kesho tufanye nini?
hiyo ingine. Lakini mwenye haki alikuwa anakula, anakunywa, kwa sababu Mungu hawezi kuachilia mtu wake. Sema amen. Leo ninasema Mungu hata kuachilia. Hallelujah. Because wewe ni mtu wake, wewe ni mwenye haki, wewe ni kitu yake. Wewe ni property ya Mungu. Ndio maandiko yanasema tumenunuliwa. We are bought by a price. Unajua ukinunua kitu leo kwa duka, hiyo kitu ni ya nani? Ni yako. Unailinda. Mtu akijaribu kukaribia hiyo kitu, unasikia vibaya sana. Hivyo ndivyo, we are God's property. Ukiguswa ni Mungu ndiye ameguswa. We are the king, we are the children of the king. Sisi ni watoto wa ufalme. Tuko na baba. Yesu akasema aje ombeni namna gani? Baba yetu aliye mbinguni. Tuko na baba, na baba wetu ni Mungu wa mbinguni, aliyeumba vitu vyote. Na hakuna kila kiso ukiguzwa, wanasemanga aje? Ukitaka kuonana na mkubwa, anatuma umbwa, piga umbwa za. Utapiga siku ya 3, mwenyewe atatokea. Na kwa nini unacheza na umbwa za? Ndio sababu mtu wa Mungu ukimguza Mungu, ukiguza mtu wa Mungu, umeguza Mungu. Mungu anamtetea. So natangaza katika jina la Yesu, Mungu anatutetea wakati huu. Amen. Sema amen. Amen. Lazima tujitenge na roho ya uoga. Let us not be fearful. Oh, yes. Hata chochote ifanyike. Hata ikiongezwa another 21 days kama vile hatutaogopa. Sema amen. Amen. Tutakula na tutaishi kwa imani ya Mungu. Hatuishi kwa mkate, tunaishi kwa neno. We live because he lives. Kuna mwimbaji anasema kwamba kwa sababu anaishi, ninaishi. Amen. Mungu wetu ako kwa kiti cha enzi, haja banduka na hata banduka. Na hawezi badilishwa na corona na changamoto ya dunia hii. Mwenye haki anaishi kwa imani. Amen. Sema amen. Amen. Maana vitu vyote inaweza fungwa, supermarket inaweza fungwa, kila kitu inaweza fungwa, inaweza kuwa lockdown. Lakini you cannot lock God. Amen. Huwezi lockdown Mungu. Amen. Asitembelee watu wake. Oh, yes. Anajua mahali uko. Yes. Sema amen. Amen. Anajua mahali uko. Anajua mahali unaishi. Anajua namba ya nyumba yako. Amen. Sema amen. Amen. Na anakuja na anajua jina lako. Na anaitana. Na anasema kondoo yangu wanajua sauti yangu. Sema amen. Maana roho ya Antichrist, roho ya mpinga Kristo iko kwa hewa. Sasa watu wengi wanadanganywa, lakini mwenye haki hawezi kudanganyika. Oh, yes. Yeye mwenyewe anajua sauti. Maana sauti, kuna sauti nyingi sasa ambayo inaendelea. Kuna sauti nyingi, lakini mtoto wa Mungu anajua sauti wa Mungu wake. He knows, anajua huyo ni Mungu. Na anajua huyo ni mgeni. Anasema hawezi kuwa mgeni. Sema amen. So lazima tujue kwamba wakati wa kuishi kwa imani ni sasa. Wakati ambaye mtu wa Mungu anaishi kwa imani, wapendwa, sio wakati mwingine. The just shall live by faith. Hebu angalia Galatians 3:11. Wa Galatia. Oh my God. Thank you Jesus. Wa Galatia 3:11. Ni dhahiri ya kwamba hakuna hesabiwaye haki mbele ya Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Because the just shall live by faith. Mwenye haki ataishi kwa imani. Sema amen. Imani ya Mungu itatusustain. Elijah, hiyo kipindi, hiyo season ilipoisha, hiyo majira ilipoisha, ile kisima ikakauka. Sema amen. Na Mungu akamwambia, sasa toka hapa, kuna mwanamke mjane nimemwandaa akulishe. Sema amen. Because God ana hii milango ikifungwa anakufungulia nyingine. Sema haleluya. Huyu mtu akiondoka ambaye amekuwa hii broke ikikauka, huyu mtu akiondoka mwingine anaingia kwa laini. Na leo ninatangaza kwamba hautakaukiwa. In the name of Jesus. Hata kabla season ile kuisha, inakutana na season nyingine. Because it's a mighty God. Elijah alipomaliza ile kizima ilipomalizika, Mungu hakungojea tena, aliconnect mara moja. So unatoka kwa hii, unaingia kwa hii. Huyu mtu anasimama na wewe, anaondoka kabla hata hajaondoka mwingine ameingia. Baraka unapata hii kabla hii ya hii, hata kabla karibu kuisha, lakini baada haijaisha nyingine inaanza. Na hii inaondolewa. Mungu anakupeleka namna hiyo, maana mwenye haki anaishi kwa imani. Na ni sababu mtu wa Mungu huwezi muelewa. Huwezi understand. Maana mambo yake ni mtu wa kiroho. Yesu anasema mtu aliyezaliwa na roho ni kama upepo. Unasikia ikivuma lakini hujui inaenda wapi.
Hiyo ndio mtu wa Mungu. Huwezi jua saa zile unafikiri ameisha ndio anaanza. Amen. Sema amen. Amen. Sasa kanisa unaweza fikiria kanisa imeisha ndio inaanza. Maandiko yanasema wana Israeli walipokuwa nafikiri ni Exodus na mlango wa kwanza hapo jana, anasema kwamba walipokuwa wanafinywa sana, the more walikuwa wanafinywa, the more walikuwa strong. Amen. Sema amen. The more walikuwa wanapata imani. Sasa hii watu wa Mungu nyumbani najua wako na nguvu ya Mungu, wanangojea siku watafunguliwa kwa jina la Yesu. Na tutakoma kuomba na tutanyamaza. Tutaendelea kutangaza katika social media, katika Facebook, tutaendelea kunena neno la Bwana katika anga ya Kenya na anga ya mataifa. Sema haleluya. So usinyamaze. Do your small part. Ndio leo nasikia Mungu akiniambia just preach. Sema amen. Nataka niingie mpaka television. Sema amen. Na itafanyika. Itafanyika. Sema amen. Hallelujah, hallelujah. We serve a mighty God. Mungu wetu wapendwa ni Mungu wa ajabu. Hebu angalia katika Warumi 10:17. Roman 10:17. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 10:17 nasema namna gani? Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Basi imani chanzo chake ni kusikia. Na ndio sababu sasa unasikia hii neno. Hii neno inakuletea imani. Usisikie sauti mingi ambayo inafanya imani yako ipotee. Usisikie television, usiangalie television mpaka sasa hata imani una. Sikia fungulia neno, fungulia wahubiri wanakuletea neno la kukutia moyo. Imani inakuja kwa kusikia. Maana kile unaona ina affect kile unaamini. Kwa sababu lazima ndio kuna maandiko yanasema ndio niko na imani ndio ninanena. So you must speak faith. Lazima tuongee maana tuko na imani. Lakini imani ikiisha watu wanaanza kubadilisha maneno yao. Unaanza kubadilisha maneno. Sasa tumeisha kwa sababu tena 21 days. Sema amen. Hatujaisha na hatutaisha. Sema amen. Hiyo 21 days tutaomba. We shall be praying. Tutacompensate hizo 21 days. Unajua inafikiriwa saa ile unaona kama imeongezeka, shetani anafikiri tutaenda kulala. Tukingojea tarehe 6. Tutaomba. We shall be praying. So natangaza hiyo 21 days tukae kwa maombi. Tukae kwa maombi. Wakiongeza ingine tunaendelea. Mpaka shetani anaona sasa hawa afadhali kitu iishe. Maana ninapoteza kila wakati. The more inaongezwa, the more wanaomba. Sema hallelujah. The more wanateswa wa Misri, the more wanaongezeka. Sema hallelujah. Kuna vitu ambavyo itasalishwa. Nakumbuka wale wanawake wa Misri, wa Israeli. Wale walikuwa wanashangaa wale wa Misri, wanajaribu kuja wamama wa Israeli wamejifungua. So kuna kitu ambayo utaenda kujifungua katika hii season. Kwa haraka sana. Adui anajaribu kuangalia hivi, anajaribu kuangojea mtoto umeshika tayari. Sema haleluya. Na natangaza baraka yako utashika katikati ya corona. Kuna vitu utapokea katikati ya corona. Kuna pesa utashika katikati ya corona. Kuna breakthrough utapata ndani ya giza. Natangaza mwangaza wa Mungu inaangaza. In the name of Jesus. Kuna mtoto atazaliwa, kuna maono itazaliwa. Kuna mtoto utashika. Adui anajaribu kuja kuangalia, huyo mfalme anaambia, sasa nilikuambia maliza hawa watoto. Anasema hawa watu tumeshangaa na wao. Tunajaribu kuja. Wanashika watoto. Na uwezi tena mtoto ukiona mama ameshika mtoto wake. Sema amen. Natangaza season hii tutashika baraka zetu. Hakuna abortion ya kiroho. Hakuna miscarriage. Hakuna kuavia mimba kwa jina la Yesu. Na leo ninavunja madhabahu yote kinyume na maisha ya watu wa Mungu. In Jesus name. Roho ya kutia watu hofu tunakemea. Roho ya kuvunja moyo, roho ya kufinyilia kanisa tunaharibu siku ya leo. We destroy every power. Tunaangusha na kuharibu kila madhabahu katika natangaza ushindi katika watu wa Mungu pale nyumbani na kila mahali wanaosikiliza. Natangaza ushindi. I declare victory. I declare strength in Jesus mighty name. Kama unaamini sema hallelujah. Maandiko yanasema aje? Imani inakuja kwa kusikia. Na sio kusikia porojo ya corona. Watu wangapi leo wamekufa, watu wangapi leo. Na unajua mara nyingi atuambii wale wamepona sana sana.
wanafanya nini? Wanakaa kwa wale ambao wako kwa hospitali na wale ambao ni wagonjwa. Lakini hatuwezi amini hiyo ripoti. Tunaamini ripoti ya Bwana. Amen. Sema amen. Amen. Sikia injili wakati huu. Fungulia wahubiri online. Kula neno. Sema amen. Usisikilize corona. Funga macho yako, sikiliza neno la Bwana. Na imani inapanda. Imani yako inatiwa nguvu. In the name of, because in hard time, hivyo ndivyo Mungu anachochea imani ya watu wa Mungu. Daniel alipokuwa amepangiwa tupu, alikuwa anaomba 3 times. Naomba 21 days tuongeza maombi. Tuweke kwa fujo. Kwa jina la Yesu. Sasa nafikiri hatuwezi toa, ndio sasa tunatoa. Unajua tena anafinya watu sasa uende ukae nyumbani hata unakosa kutoa time. Jana tulikuwa tunaangalia kipindi kingine, mama mwingine alikuwa anakombolewa na nikashangaa sana. Alisema tunafunga watu wasiombe na wasitoe tithe. Ndio wasibarikiwe. Alikuwa anakombolewa na mapepo yanaongea. Anasema wanapeleka mabasha, I was sure. Anasema wanapeleka mabasha, tunahakikisha inakaa nyumbani, hawarudishi kanisani. Wapendwa, lazima tuamke. Tuna vitu zingine ambaye inafanyika na sisi tunaona kama ni kawaida, kumbe ni adui. Because anajua, ndio kama nilikuwa naambia Mungu ananiambia tulipoanza season, wale watatoa saa hii na uchungu wataona baraka wajaibona. Amen. Sema amen. Amen. Wataona nini? Baraka. Yaani umetoa kaunga yako, umepeleka. Utaona Mungu akikubariki. Because strategy ya shetani anataka usitoe ndio ukauke, kisima yako ikauke. Lakini atangaza haitakauka. In the name of Jesus Christ. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. So tunaposikia neno, imani inakuja. Imani inakuja. So tukatae, we must receive, tukatae kutoka katika kusikia neno. Tukatae kusikiza ripoti zingine. Tukatae, tunang'ana, tupigane kusikia neno. Sema online, ingia, nunua bando, sikia, Google, tafuta neno, kula neno. Yaani unakataa, unasema siko kanisani lakini hapa neno la Mungu liko. Nitakula nikiwa kwa nyumba, nitakula nikikimbia. Sema amen. Nikikaa nyumbani ninakula neno. Na imani inakuwa. Mtu wa ndani ananenepa. Sema amen. Bado anasema hawa watu wasikii corona. Hawezi sikia corona. Corona ndio anasikia tuko. Because we serve a mighty God. Sema hallelujah. Oh my God. We serve a mighty God. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa ajabu sana. 1 Peter 1:3. 1 Peter 1:3. Ahimidiwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa rehema yake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa ufufuo kwake Yesu Kristo katika wafu, tupate urithi usioharibika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Sema amen. Oh my God. Nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Mnalindwa kwa nguvu za Mungu. Kwa njia ya nini? Tunalindwa wa protection ya Mungu. Iko 110%. Tunalindwa hata ukishika object ama service yote kwa corona. Corona inajua. Inakufa yenyewe. Tunalindwa wakati huu kwa sababu na nguvu za Mungu kupitia imani. Through faith we are protected. Na leo natangaza protection ya watu wa Mungu. Natangaza no victim. We are victorious through Christ. Tuko na washindi kwa sababu ya Yesu. Corona iko chini ya nyayo yetu. Katika jina la ataponaza mtoto, mama ama mzee, watu wa Mungu wenye haki watahifadhiwa. No destruction, hakuna uharibifu yoyote utakayokaribia katika hema letu. We are saved, we are protected. Tuko chini ya neema, tuko chini ya ulinzi. Tunalindwa na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu ni nini? Neno lake, Roho Mtakatifu ni nguvu. We are protected by the power of God. Na hiyo nguvu za Mungu zinatembea kwa kila nyumba. Tunasema kwa njia ya imani tunakuwa protected. Kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Mnafurahi sana wakati huu, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mnahuzunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali.
Mnahuzunika kwa muda kidogo kwa sababu ya majaribu mbalimbali. Mnakumbuka tulipoanza Bwana alituambia mwaka huu kutakuwa na majaribu lakini kutakuwa na ushindi mwingi. Mnakumbuka? Kwa sababu lazima tujikumbushe. Maana Mungu anatuandaa, huwa anaongea kabla hajafanyika so that we can be prepared. Tusiangalie, tusiwe, unajua mwenye haki ni mtu ambaye ako na uhusiano na Mungu. Is a friend of God. Ni kama Abraham. Abraham alikuwa rafiki ya Mungu. Bwana alipokuja na Abraham akawaalika na wakachinjia na wakakula, walipokuwa wanaelekea kwenda Sodom, Bwana akasema, "Je, nitaweza ficha rafiki yangu Abraham ile kitu ambayo niko karibu kufanya?" Na unaona atakuwa mtu mkubwa. Akasema hapana. Akamwambia, "Unajua nini? Tunaelekea wapi? Tunaelekea Sodom kuangamiza." Na Abraham akaanza kuintercede, akaanza kuomba. That's why katika maombi hii ambayo leo ndio tunakamilisha, we have been standing in the gap. Tumekuwa tukisimama katika pengo kwa niaba ya kanisa, kwa niaba ya nchi yetu na familia. We are saying, "Lord have mercy." So Abraham was an intercessor. We must intercede. Wapi? Lazima tuendelee kuomba. Sio gimmick ya kidini. We must go to our knees. Lazima tuombe ile ya ukweli. We cried and God, na Mungu ni mwaminifu wapendwa. You will spare our nation. Hata ile siku ambayo itapupishwa itakuwa fupi madhara kwa sababu ya wenye haki. Na Bwana na Abraham akaomba akang'ang'ana na Mungu akiambia 10, 50 mpaka akasema basi kama kuna 10 sitaangamiza. Lakini ikakosekana. Kawa na Lut bali kwa mjomba wake kijana ndugu yake akatoka. Na alipotoka mawe na judgment ya Mungu ikashuka katika ile nchi. Ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu. Sikia hii. Kujaribiwa kwa imani yenu ambayo ina dhamana kuu kuliko thawabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekane kuwa kwenye sifa na utukufu wa heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Tunajaribiwa, imani yetu inafanya nini? Kwa moto. Maana iko na dhamana kuliko fedha. Our faith in God is so important. Imani yetu, unaweza ninyang'anya chochote lakini imani yangu isikaribie. Sema amen. Usiguze imani yangu kwa Mungu. Yaani relationship yao na Mungu usijaribu kuinterfere. Hakuna. Ni sababu na Daniel mwenyewe walipomkosa wakaenda kwa Mungu wake. Relationship. Wakaenda mambo ya worship. Akasema tungetengeneza sheria, huyu mtu hawezi abudu Mungu mwingine. Na ilikuwa hivyo. Walimtafuta kwa njia nyingine lakini walitafuta kwa imani. Wapende, don't compromise your faith. Imani yako ni ya dhamana, inajaribiwa kama moto ndio ikalete sifa kwa utukufu wa Kristo Yesu. Wapendwa, tutakuja mambo ikawa nzuri wakati ile Bwana amependezwa na sisi, tutakuja na nguvu mpya, tutakuja na revelation, tutakuja na neema mpya katika jina la Yesu, kwa sababu we serve a mighty God. Na leo natangaza revival, natangaza mwamko mpya katika kanisa la Kristo. Wale wako manyumbani, natangaza healing power, natangaza uponyaji, maumivu yote yakaondoka. I rebuke every sickness, kila nguvu za giza na uchawi ninavunja kwa jina la Yesu. I declare a breakthrough in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hebu angalia katika 1 Peter 1:21. Ambayo kwa yeye, huyo ni Yesu, mmekuwa wenye kumwamini Mungu, aliyemfufua katika wafu, akampa utukufu, hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Sema hallelujah. Liwe kwa nani? Kwa Mungu. Hata imani yenu na tumaini lenu liwe kwa Mungu. Lisiwe kwa vitu, lisiwe kwa mtu amelaaniwa tegemea mwanadamu. Hizi wakati wa kungojea mwanadamu. Ijapokuwa najua Mungu atatuma mtu, wacha yeye atume, lakini imani yako iko kwa Mungu na tumaini lako iko kwa Mungu. Kuna watu wengi ambao wameweka tumaini lao na imani yao kwa vitu mingi sana. Daudi anasema wengine wanatumainia nini? Farasi, lakini sisi tunamtumainia jina la Bwana. So wapendwa, imani yetu na tumaini letu isisimame kwa mchanga,
Let our faith and our hope be in God alone to meet our needs in this time. Supply our finances. No lack. Hakuna ukosefu hata kidogo. Sema hallelujah. Hakuna magonjwa yatakayokaribia. Ninafunga njia zote ya kwenda hospitali in the name of Jesus upon the people of God. Na watenga na magonjwa, wa mama kwa wazee na vijana familia, katika jina la Yesu. Hakuna mtu anagonjeka. I rebuke every spirit demon of sickness. Die in the name, die in the name, go to hell in the name of Jesus. Natangaza watu wa Mungu watalindwa. I declare divine health. Natangaza afya katika kila nyumba wanaotusikiliza, katika washirika wetu na wale wako katika nchi ya Kenya na katika kila sehemu, katika jina la Yesu. May the Lord protect him. May the Lord keep him this hour in Jesus mighty name. Kama unaamini sema hallelujah. Imani yenu isisimame kwa vitu. Isimame kwa Mungu peke yake. Because misingi yote imetingizwa. Pesa imetingizwa, kazi imetingizwa, economy imetingizwa. Everything has been shaken. Na maandiko yanasema ili chochote itakayeweza kutingizwa na itingizike. So ibaki vitu ambayo haitingiziki. Na huyo mtu atingiziki ni Mungu tu pamoja na watu wake. Mwenye haki atingizi, maana ako na Mungu. Lakini misingi zingine zote zinatingizwa. Sema hallelujah. Mungu wa Elijah ako pamoja na sisi. Provision ya Mungu iko. Protection ya Mungu iko. Peace ya Mungu iko. Natangaza amani kule nyumbani. Hakuna roho ya kuondoa amani tunakemea. Every demonic attack, kuondoa amani katika hiyo nyumba. Tunanena amani katika hiyo nyumba. I speak peace and amani katika hiyo nyumba. Katika jina vile vurugu zote za shetani na kemea zikaondoke by the power of the Holy Ghost in Jesus name. Bwana nakushukuru Bwana. Unasema imani yetu isimame kwa Mungu. Let our faith stand in God. By faith, kwa imani tutashinda. Kwa imani tutapokea baraka, tutapokea neema. Yaani mbingu yako ifunguliwe wakati huu. Upokee, usiseme ndangoja corona ndio mambo hiyo mzuri ndio nibarikiwe. Unabarikiwa sahihi katikati ya shida. Wewe unapokea baraka. Chemchemi, njia inafunguka. Kwa jina naondoa vizuizi yote. Naondoa vizuizi in your life katika anga yako. Naondoa vizuizi yote katika jina la Yesu. Nakemea wachawi na waganga, nakemea nguvu za giza, nakemea corona. Haina nguvu juu yako, haina nguvu juu ya watoto wako, haina nguvu juu ya familia yako. Huyo mzee kwa jina, huyo mtoto, kanisa la Bwana halitakufa. Yesu akasema aje, nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. The church is strong. Kanisa la Yesu liko na nguvu, liko na uwezo, kwa sababu Yesu ndio kichwa kanisa. He is the head of the church. Ukigusa kanisa umegusa Yesu mwenyewe. Sababu Paulo aliambiwa, Saul aliambiwa, kwa nini unanitesa? Hivyo ndio Saul aliambiwa. Alipokuwa anatesa kanisa. Yesu alipomtokea alimwambia aje? Why are you persecuting me? Sema amen. Na tunaamini ya kwamba Mungu ana mpango mzuri. Let us all be partakers. Sisi wote tuchukue hizo baraka. Sema amen. Let us take advantage of this moment. Sema amen. And do things ambayo unajua sasa nataka tuende mkae nyumbani. Ufunge mdomo. Muomboleze. Mwanze kulia. Mwanze kustuka. Tusahau sisi ni akina nani. Tukose kuchukua nafasi zetu katika wakati huu. And we cannot do that. Sema amen. We cannot do that. Hatutanyamaza. Mdomo yako haitafungwa katika jina la Yesu Kristo. Mdomo yako hautanyamazishwa na wachawi na nguvu za giza. We shall speak. Kwa njia zote tutaongea. Social media tutaingia. Facebook ndio hiyo. Sema amen. WhatsApp ndio hiyo. Kwa njia yote messages. Sema amen. Messages. We shall speak the word. In and out of season.
Wapenda tusinyamaze kule nyumbani. Wahubiri, wachungaji, tusinyamaze. Amuka, ongea. Preach. Preach. Speak the word. Because we are the hope. Kanisa ndio, we are the hope of the world. We are the light. We must continue to shine in darkness. Sema hallelujah. Tusikunje mkia. Tuongee kwa jina la Yesu. Hatuogopi because we have a God. We have a mighty God. Kanisa lilikuwa la kwanza linapitia changamoto, lakini wanainua sauti yao. Wanainua sauti yao wa Mungu. Let us fast, let us repent, let us call upon the name of Jesus. Hii nchi sio ati haijasimamiwa. Mungu ndiye anatawala nchi ya Kenya. Sio wanasiasa, sio wachawi, sio waganga. Hatuwezi peana nchi yetu. Natangaza baraka katika nchi ya Kenya. I lift the nation of Kenya. Nainua nchi ya Kenya mikononi mwa Bwana. Natangaza mipaka yote, na nena baraka, na nena malaika kila upande, in the name of Jesus. In the name of niaba nchi ya Kenya, nasimama as your servant today. We call upon the name of Jesus. We pray for Kenya. Hatutaangamizwa na corona. Hati janga zote, nguvu za giza, wachawi, hali ya anga, watawala wa anga, wanayetawala nchi ya Kenya, ninawateka nyara leo in the name of Jesus. Lazima waachilie Kenya. Achilia Kenya. Is a nation of God. Hii ni nchi ya Kenya imebarikiwa. Ni nchi ya Mungu iliyobarikiwa. Wewe shetani na devil worshiper na majini na waganga na devil na nguvu za giza, we break their power. Is a nation of God. Hii ni nchi ya Mungu. We bless Kenya katika jina la Yesu. Among the nations of the world. This is your nation. This is your nation. Kuna watu wako katika nchi ya Bwana. Spare our nation. Have mercy upon our nation. Rima sakalabo shanda. Kila mmoja ndio mkono kidogo mbele ya nchi ya Kenya. Nasikia anointing ya Mungu, nasikia upako kwa sababu ya nchi ya Kenya. I speak peace in the nation of Kenya. In the name, we stop corona in Kenya. We stop in the borders. Katika ulimwengu, katika angani, nasimamisha corona. Haitaua mama, haitaua wazee, haitaua vijana. Nakemea iliyo katika anga ya Kenya. Lazima mutakopa shetani. Lazima waachilie nchi ya Kenya. Hautaharibu nchi ya Kenya. Hautaua, hautaharibu, hautazima nguvu za giza. We stop the enemy. Bring Kenya before you, God. Makaposekele momomosi. Rimazaka la baba saka. Rimazaka la boziki. Santa la mama sekete. Riposaka posaka tatapopo. Jesus. Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. Save our nation, oh God. Save our nation. Save our nation from the hands of the enemy. In the name tunamnyang'anya shetani nchi ya Kenya. Hatatawala nchi ya Kenya. Hatatawala nchi ya Kenya. Hatashika nchi ya Kenya. Tunamwachisha kwa jina la Yesu. Lazima achilie. Shetani, wewe mkuu wa anga wa Kenya, wachilia mipaka, wachilia Nairobi, wachilia kaunti zetu, wachilia wamama, wachilia boda zetu, wachilia anga, achilia baharini, tunateka nyara. We fight and we come against this devil. I command you out of our nation by the power of the name of Jesus, by the blood. Nainua Kenya, nabariki Kenya, natubu kwa niaba ya Kenya, natubu kwa niaba ya Kenya. Oh, stop corona, stop. Makaposaka tabaya. Riposaka labozekite. Jesus, I worship you. Wewe ni Mungu. Umesema unatafuta mtu mmoja atakayesimama katika pengo. Today, kwa niaba ya wengi, we stand in the gap. We say God mercy. We say mercy. Naomba rehema. Hasira yako kabadilishwe. Hasira Baba, umefanya dhambi baba zetu wamefanya, wanasiasa, dhambi kanisani, dhambi katika serikali, dhambi katika sekta za uchumi na nchi. Bwana, tunaomba Bwana katika jina la Yesu, 21 days ambayo imebaki ndio itakuwa ya mwisho. Naomba Baba, simamisha janga hili. Let the revival
revival, let the revival, let the revival, let the nguvu za ufufuo katika kila county ya Kenya. Na nena naingia katika ulimwengu wa roho, natangaza breakthrough. You devil, I cast you out to the bottom of spirit in the name of Jesus. Oh, set your people free, my God. Walio nyuma wakaokoke, walio na nguvu wakapate in the name of Jesus. Kanisa kafunguliwe in the name of Jesus. Maombi kafanyike tena, maombi. Oh, naombea ombaji. I pray for intercession. Ukainua intercession, we put a hedge of fire. Unaweka ukuta maombi katika nchi ya Kenya. Lord, I cry this morning, I call upon you. I say Kenya haitaribiwa. Mipaka ya Kenya ninanena damu ya Yesu, nanena katika anga ya Kenya, nanena wakaposekete busana. Jesus, I worship you. You are a miracle working God. Jesus, I give you praise. Jesus, I give you praise. Makaposekete rima sakala sandala mama rima kapabasha rima katabasa rimo kotobosha ripa sakataba shandala bobobobosa rima zakatabose ripo soko lobozi ripo zaka labakata rima zaka labasha rima kabosakala rima zaka labasha ripo sakala baba. Jesus, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. This is your people. This is your nation. This is your nation. Oh, hallelujah. Wanachukua bendera ya Kenya. Tunaiombea. Tunabariki makabila. Tunabariki. Oh, have mercy. Have mercy. Oh, Lord Almighty. Jesus. We thank you, Lord. We thank you for the nation of Kenya. Spare the nation of Kenya. Spare this nation. Spare this nation. Spare your people. Spare your people. Have mercy. For your mercies endure us every morning. Your mercies are new every morning. For your mercy endure forever. For your mercy endure forever. For your mercy, oh God, inaponya. Zaburi ya 107:20. Unatuma neno lako na kuwaponya watu wako. Na kuwakomboa katika mauti. Bwana, leo neno hili Baba umelituma. Halitakurudia bure. Likaenda kuponya huyo mama. Likaponya huyo mzee. Likaponya huyo mtoto. Wale wako hospitali. Natangaza uponyaji. Wakaondoka kwa hospitali. Waondoke kwa vitanda. Na kemea magonjwa kaondoke katika jina la Yesu. Popote ambapo uko shikamani na kuma, I rebuke na kemea maumivu. Na kemea maumivu ya kila aina. Loose. Achilia toka katika jina la. Natangaza uzima. Natangaza uponyaji na nguvu za Mungu. Walio na shida mbalimbali, Bwana nyosha mkono wako. Provide wale ambao wana shida kipesa. Silver and gold belong to you. Provide, nyosha mkono wako. Tuma malaika kwa hiyo nyumba. Kwa hiyo walioshinda kulipa rent. Lord, we pray for your help. Tunaomba msaada wako. Haikomi, wewe mkono wako Bwana sio fupi. Fikia hiyo jamii, fikia hiyo dada, fikia nchi ya Kenya, fikia county. Katika jina la Yesu, walio chini wainue sasa. Wale hawana amani, natangaza amani. In the name of Jesus, I speak peace in that family. I speak peace in our church, in our members. Walipopote walipo Baba, hatuwezi onana kimwili lakini tuko kiroho. Wafikie. Hakuna mmoja atapotea, hakuna mmoja hatarudi nyuma. Katika jina la Yesu tunawatenga na dhambi na shetani. Hakuna mmoja atakosa. You are a provider. Watakula, watashiba, watanipa manyumba, watakuwa na nguvu ya kiroho. In the name of Jesus, watakuwa na usalama, walinde wakitoka na kuingia. We worship you, Lord. Asante kwa nguvu zako. We worship you, Lord. We give you praise. Kwa sababu kazi yetu ndani yako si bure. Neno lako itaenda kufika kila mahali. Na kuponya na kuleta revival. Na kuponya na kuleta nguvu mpya. Na kuandaa watu wako. Kwa sababu ya ile kazi iko mbele. Na kuja kwako Bwana Yesu. Kama uko pale nyumbani, mahali popote ulipo na hujaokoka, sema Bwana Yesu, unisamehe dhambi zangu. Uniokoe leo. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Ingia ndani yangu Yesu, niokoe. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Unitie nguvu, nishika mkono katika safari hii. Kataa shetani. Yesu nimekukubali. Ingia ndani yangu. Tembea na mimi. Ninakupenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na atakuamini. Mungu awabariki wote, tunashukuru sana. God bless you. Amen. We love you.